Twende kwenye neno la Bwana. Neno la Mungu ni taa ya miguu na mwanga wa njia zetu. Fungua Wafilipi sura ya 2 mstari 11 ya mwanzo. Wafilipi sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Tuombe. Baba, asante kwa ajili ya neno ambalo tunakwenda kulisoma sasa. Mioyo yetu inakuwa tayari kupokea neno lako wakati huu. Na kuomba Bwana ukaseme nasi na unitumie kama chombo chako kwa ajili ya kulisema hili neno ambalo litabadilisha maisha yetu katika jina la Yesu. Amen. Naomba tusome Biblia. Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa kwanza mpaka 11. Neno la Mungu linasema: basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijinyenyekeza, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Tuombe tena. Bwana, tumesoma neno lako. Neno lako ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Pasipo hili neno hatuna dira, lakini tukiwa na neno tuna dira iliyo sahihi. Maisha ya sasa na yajayo yako mikononi mwako. Tumaini letu ni kwako. Neno lako lina nguvu, li hai, linabadilisha maisha ya mtu, lina uwezo wa kumfanya mtu ahame kutoka ngazi moja ya maisha kwenda ngazi nyingine. Neno lako lina nguvu ya ajabu, nguvu ya kuumba, nguvu ya kuponya, nguvu ya kutakasa, nguvu ya kuhuisha, nguvu ya kurejesha na kuleta tumaini jipya katika ulimwengu huu. Na kuomba Bwana, tumesoma hili neno sasa likapate nafasi ndani yetu katika mafafanuzi yatakayofuatia. Roho wa Bwana, wewe uliye mwandishi wa maandiko haya, kupitia watu uliowatumia, ndiye ambaye uliwasaidia mioyo yao ikapata ufunuo ule, na sisi fahamu zetu kaziangazie, ili maneno haya yakapate nafasi, uelewa sahihi ndani yetu uwepo, na tuweze kukujua wewe vile upendavyo, sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Nami najikabidhi kwako, kinywa hiki ukakitumie vile upendavyo, akili zangu ukazitumie vile upendavyo, na wewe Mungu utwaye utukufu kwa mema yote ambayo tutapokea kutokana na neno hili siku ya leo, katika jina la Yesu tumeomba kwa imani. Amen. Amen. Unaweza kuketi uweponi mwa Bwana. Asanteni, praise and worship. Neno ambalo tumelisoma linaweza kutufundisha na kututafakarisha mambo mengi sana kwenye maisha yetu, na ujumbe ambao leo nimeupa kichwa ambacho ni kiko kigeni kidogo, lakini wewe chukua hivyo hivyo. Kenosis. Andika kenosis, K-E-N-O-S-I-S. Ndio ujumbe huu. Ninatamani tupate lile jambo kubwa ambalo linazungumzwa hapa, kenosis. Hili neno la kitheolojia ambalo limetokana na lugha ya Kiyunani
ikiwa inamaanisha, kwa Kiingereza nisome alafu nitatafsiri. Neno hili linamaanisha self emptying, ni kujitoa, kujivua, kujifanya mtupu wa kile ulichokuwa nacho, self emptying. Na neno la Mungu linasema Bwana Yesu Kristo, unajua watu wengi wanamwangalia Yesu baada ya kuzaliwa ndio wanafikiri ameanza kuwepo. Yesu alikuwepo. Ndio maana mimi naunga mkono sana wale wanaosema Krismasi sio birthday ya Yesu. Maana Yesu hana birthday. Birthday ni mtu alikoanzia kuwepo. Krismasi ni majira ya kukumbuka Yesu amefanyika mwili, sio kwamba ndio ameanza kuwepo. Sasa ule mchakato wa Yesu kutoka kwenye hali ya uungu peke yake na sasa akachukua hali ya ubinadamu, ile hali inaitwa, wanatheolojia wanaita incarnation, anavaa mwili. Na imeelezwa kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 14, anasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake. Lakini wa Filipi anatupa mchakato mzima ilivyokuwa. Biblia inasema naye huyo alikuwa mwanzo yuna namna ya Mungu. Namna ya Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Sasa ile neno alijifanya kuwa hana utukufu, ndio hiyo tafsiri ile ya neno kenosis. Na ndio nataka pale tupate ile picha, kwa sababu unaweza kuwa mfuasi wa Yesu alafu ujui aina ya Yesu uliyemfuata, ukawa unaishi maisha kwa ulegevu kwa sababu tu ya kutokumjua alivyo Yesu Kristo. Yesu ukimwona ukumbuke ya kwamba alijifanya kuwa hana, sio kwamba hana ule utukufu anao, lakini alijifanya kuwa hana. Sasa Wayunani wakapata neno hilo zito sana la kitheolojia, inaitwa kenosis, self emptying of Jesus Christ in the process of incarnation. Namna ile ya kujimwaga, ya kujivua utukufu katika mchakato ule wa kufanyika mwanadamu ili tu atupate sisi. Ndio mambo yaliyompata Bwana Yesu. Biblia inasema alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, kung'ang'ana nacho kwa faida binafsi, kwa faida yake, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Jambo la msingi, wakati anajifanya kuwa hana utukufu, hakupoteza ile asili ya uungu. Hakupoteza asili ya uungu. Usije ukafikiri amepoteza, hajapoteza. Lakini kwa muda alivua utukufu na vipaumbele vyote na faida zote za kuwa sawa na Mungu katika renki ile ile ya Mungu mwenyewe. Anapokuja kwetu sisi wanadamu, ameacha, tungesema ametoka kwenye raha ile ya kuwa sawa na Mungu, anakuja kwenye taabu ya kumfanania mwanadamu. Na taabu zile, unakumbuka zilianzia wapi? Taabu zilianza tangu siku anazaliwa. Hata makao tu, mahali pa kuzaliwa kwake, hapakuwa kwenye wodi, palikuwa mahali ambapo ni pabaya, panaitwa hori ya kulia ng'ombe. Mahali ng'ombe wanapata chakula chao, ndio mahali alipozaliwa muumba ng'ombe na muumba viumbe vyote. Anakwenda kuzaliwa kwenye hori ya kulia ng'ombe. Hata maskini wa kutupwa si rahisi kumpata anayekwenda kujifungulia kwenye hori ya kulia ng'ombe. Zamani kule vijijini unaweza kasikia mama amejifungua nyumbani na watamkimbiza hospitali kwa ajili ya kupata huduma za kuwekwa vizuri, lakini sio kwenye hori ya kulia ng'ombe. Lakini kuliko maskini wote duniani, ingawa yeye ni tajiri, ina maana kubwa sana sisi tunapotazama upendo wake. Ina maana kubwa sana tunapojitathmini gharama aliyotoa kwa ajili yetu.
ina maana kubwa sana. Tunapaswa kuheshimu na tunapaswa kuzingatia. Na nikutie moyo mpendwa uliyeokoka, usifanye mzaha na huu wokovu. Huu wokovu sio wa kufanyia mzaha. Huu wokovu umetokana na gharama kubwa mno. Gharama Yesu aliyoingia ni kubwa kiasi kwamba alijivua, akajifanya kuwa hana utukufu ili na baada ya pale anasema alijifanya kuwa hana utukufu, alafu akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Yaani huo mchakato, hizo ngazi ambazo Yesu alishuka ni ngazi nyingi sana ukitafakari. Mstari ule wa 7, moja, alijifanya kuwa hana utukufu. Wewe unaweza ukavua hadhi yako kwa ajili ya kumpata asiye na hadhi, ukaamua kuacha mahali ambapo wewe kwa mfano labda tu, yani upige tu picha hivi, umeteuliwa labda sijui uko kwenye nafasi fulani, alafu unaamua kutoka kwenye kiti cha utukufu ule ili kwa ajili ya kumsaidia yule ambaye ni wa chini kwenye hiyo taasisi, wa mwisho kabisa, ili umpate na kugharamika kwa ajili yake. Sasa ni mfano mdogo sana, yani nakosa lugha ya kuelewesha jinsi Yesu alivyofanya. Alijifanya kuwa hana utukufu. Ule utukufu akauacha, akaamua kushuka. Biblia inasema akatwaa namna ya mtu, kwa sababu kuvua ule utukufu kunaambatana na kuvaa. Sasa angalia alichokivaa. Alichovaa, akavaa namna ya mtumwa. Alivua namna ya utukufu ili avae namna ya mtumwa. Alivua namna ya heshima ili avae namna ya kudharauliwa. Alivaa namna ya kuwa juu ya vyote ili avae namna ya kuwa mbeba mateso na maovu ya wanadamu na takataka zote za wanadamu. Sasa ukijua hivyo, utakuwa unampenda Yesu kuliko unavyofikiria. Hautafanya ulegevu, kwa sababu gharama Bwana aliyotoa ni kubwa mno kwa ajili yetu. Na hili jambo hatutasahau, tutakumbushana tu. Maana injili tukitoa huu kweli, basi injili itakuwa imechuja. Injili tusipohesabu gharama ambayo alitoa huyu aliyetuokoa, basi injili hiyo itakuwa imeshapotea mwelekeo. Akatwaa namna ya mtumwa, sio namna ya mheshimiwa, namna ya mtumwa. Na akasema, unajua namna ile ya mtumwa alivyopaa, anasema hivi, akawa ana mfano wa wanadamu. Unaweza kaona kirahisi, unajua kuna saa wanadamu tunajiona sisi labda tu viumbe fulani viumbe vya heshima sana, kwa sababu tuna akili, tunafanya hivi, tunatawala dunia na kadhalika. Lakini ukijilinganisha nafasi aliyoacha Yesu, alafu achukue mambo yetu haya ya duniani, haya ya kusikia njaa, ya kuumia, ya kuchoka, ya kujaribiwa, ya kuwa kuna limitation na kadhalika, yote hayo kwake Yesu ilikuwa ni jambo kubwa sana na ni unyenyekevu wa hali ya juu sana. Akawa ana mfano wa mwanadamu. Mstari wa 8, tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. Hakuwa mwanadamu, hakubaki kuwa mwanadamu mwenye jeuri, mwenye kiburi, mwenye kujidai. Anasema alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Akawa na mfano wa wanadamu, lakini bado hakuishia hapo, akashuka zaidi, akawa mnyenyekevu, alafu akawa mtii kwa Mungu mpaka mauti ya msalaba. Ilifika hatua ambayo
ni kama kondoo, mwana kondoo anayekwenda kuchinjwa kwa ajili ya dhambi zetu, na alinyamaza kimya. Maneno aliyozungumza Yesu siku ya mateso yanahesabika. Alikuwa haropoki, yanahesabika. Kipindi cha mateso unahesabu maneno ya Yesu. Kuna mahali akasema, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Unahesabu. Kuna mahali akasema imekwisha. Hilo ni neno la mwisho. Kuna mahali akasema naona kiu. Kuna mahali akasema wewe wasema. Maneno yanahesabika. Alikuwa hajitetei, hahitaji utetezi, hatafuti msaada, anaongea aliye tayari kukabiliana na jambo lolote lijalo. Kisa unajua alikuwa anamtafuta nani? Alikuwa anakutafuta wewe, ananitafuta mimi. Naomba tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazito sana. Hayo ni makofi ya balozi ya watu wa nyumba 10 hata hahitaji. Hayo makofi hata shemasi hataki. Shemasi mwenyewe atakataa hayo makofi. Hayo makofi hata traffic police hata kubali. Hayo makofi unayopiga, hayo makofi unayompigia Bwana Yesu, hayo makofi unayompigia Bwana Yesu ambaye kwa ajili yetu alikuwa tayari kulipa gharama yoyote. Hayo hata bungeni hawataki. TCC huwa hatusumbui sana watu. Hatusumbui watu kwa Bwana asifiwe nyingi. Hatusumbui watu kwa amina nyingi. Hatusumbui watu kwa makofi. Siku ukisikia tunakuambia piga makofi, unasimama hivi ulivyosimama. Angalau hata hivyo bado tungesema unaruka mpaka pale juu, lakini sasa haiwezekani. Tusimame hivyo inatosha. Amina. Lakini pia hapo kuna msaada umeshapatikana, si ndio? Si unajua chai ya saa 4, haya tuketi. Kuna msaada wa bure nimeutoa hapo pia, ili neno liingie vizuri. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wapendwa, Yesu hayo yote anayafanya, kuna nia ambayo ilikuwa ndani yake, na Biblia inasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu. Kwa hiyo narudi nyuma, tumeshaona yale aliyoyafanya. Nia alionayo Bwana Yesu imeanzia pale mstari wa 2. Ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja. Unaona Paulo ametumia nia mara 3 hapa. Nia moja, mkinia mamoja, alafu iweni na nia hiyo hiyo. Kiingereza kinatumia hivi: one mind, the same mind, and this mind. Sasa tunachota kutoka kwa Yesu nia, alafu ile nia inatupelekea sisi tukawe na nia moja. Alafu kwa sababu tuna nia inayofanana, tunaweza kunia mamoja, na tukawa na mwelekeo unaofanana, tukawa na makusudi na matamanio yanayofanana, kwa sababu chanzo cha nia ni Kristo. Na Biblia inasema mtu mwenye nia hiyo, mstari wa 3, huwa hatendi neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Hashindani, anafanya kwa uzuri tu basi. Alafu anasema bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe
kuwa bora kuliko nafsi yake. Hili ni tatizo kubwa sana, kumhesabu mwenzako kuwa bora kuliko nafsi yako. Ndio kiini cha maisha ya utakatifu, Ukristo na mahusiano mazuri ndani ya Yesu Kristo. Kama kila mmoja akimhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake, hapo ndio utapata upendo wa kweli unaonekana ndani ya mwili wa Kristo. Hebu muangalie jirani yako. Hivi unamwona bora kweli kuliko nafsi yako? Yaani tuongee tu vizuri. Unajua kila mtu anajiona yeye, yaani hapa sasa hivi njaa ikipita, mtu anayewaza cha kwanza kama mandazi yakipangwa hapa, wa kwanza kuokota ni kwa ajili ya nani? Yaani ile andazi la kwanza unalopoliokota unalenga ni kwa ajili ya nani? Tuweke vizuri tu. Kwa ajili yangu. Kwa hiyo sisi wanadamu, yangu inatangulia kabla ya. Mimi kwanza kabla ya. Biblia inasema kila mmoja amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Mstari wa 4, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Sasa kile kilichompelekea Yesu Kristo akavua, akajifanya kuwa hana utukufu, sio mambo yake, ni mambo yetu sisi. Yeye hakuwa na sababu, hakuwa na shida kwamba aje duniani. Shida ndio sisi tunayo. Sisi ndio wahanga, tulinaswa kwenye dhambi tokea bustani ya Edeni. Anguko lilipotokea, yule mama akabugia lile tunda lililokatazwa, akampa na mumewe. Dhambi kaingia duniani, wanadamu wote wakawa chini ya anguko. Kwa hiyo wote tumenaswa na wote tu wahanga, kwa sababu yeye anaangalia mambo ya wengine kwa nia ile alionayo, akaamua kuacha vyote ili tu atupate sisi. Sasa kwa kuwa tumeshatafutwa na tumeshapatikana, basi tushikamane vizuri na tushikilie kwenye hiyo neema, maana ni zawadi ya bure tumepewa na Bwana. Anasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama au zawadi ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo. Zawadi ya pekee, uzima wa milele katika Yesu Kristo. Wapendwa, tunapoelekea kutafakari, tunapoendelea hili neno kulitafakari, kwanza uone uzito wa jambo hili. Yesu Kristo anapojifanya kuwa hana utukufu, anajifanya kuwa hana utukufu. Kule kuwa sawa na Mungu hakuona kuwa ni jambo la kushikamana nalo, kwa sababu nia alionayo ni nia tunayopaswa kuwa nayo sisi, nia ya kuangalia mambo ya wengine. Upendo ndio ulimsukuma akafanya yote hayo, na sisi watu wa Mungu tunapaswa kuiga kutoka kwake, tunapaswa kujifunza kutoka kwake. Nini matokeo ya unyenyekevu wa staili hiyo? Unaona, Yesu anakuja kumaliza kazi pale msalabani, lakini Biblia inasema kwa hiyo tena, mstari wa 9, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na chini na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa sababu Yesu Kristo alishuka mpaka mauti, baada ya kukamilisha ile kazi, ilibidi Mungu amwadhimishe, amrejeshe ule utukufu alioacha, arudi kwenye nafasi ile ile ambayo aliacha wakati anashuka kuja kutuokoa. Ndio maana anatumia hilo, Mungu akamwadhimisha mno, na anatumia lugha ya tena. Kwa hiyo tena manake ni kile ambacho kilikuwepo kabla. Tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya duniani, vya mbinguni, vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa
Yesu Kristo ni Bwana. Napenda wameweka maneno haya kwa lugha ya maneno herufi kubwa zote. Unaangalia kwenye Biblia yako vizuri ameweka vizuri. Kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Maana yake nini? Hii Bwana iliyotajwa pale ndiyo Yahweh, Elohim, niko ambaye niko. Yesu Kristo ni Mungu maana yake. Haleluya. Hebu nikiri pamoja na kila ulimi ulioko hapa sasa hivi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Kila ulimi ukiri Yesu Kristo ni Bwana. Kila chenye sauti kiseme hivyo. Kila chenye uwezo wa kunena kiseme Yesu Kristo ni Bwana. Unajua kuna hali ambazo huwa zina maneno kwenye maisha. Hujawahi kuamka asubuhi hali ya umaskini na kusemesha kwamba leo utalala njaa. Na kwa kuwa ina sauti ya kukunong'oneza, na wewe iambie hivi, kwa kuwa unakakinywa kako wako kaliko pinda pinda na unanisemesha mambo mabaya. Haya sasa nakuamrisha kwa jina la Yesu, ukiri hivyo, Yesu Kristo ni Bwana. Hujawahi kusikia magonjwa yanayowasemesha watu? Anakwambia utakufa wala hutapona. Magonjwa ya staili hiyo yapo. Kama umeugua unajua. Wewe ugua siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Siku ya tatu au ya 4 utaanza kusikia sauti hiyo. Kama vile ndo unaenda kufa hivi. Hata malaria tu ikikupata, ikadumu siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, unaona sauti ya ugonjwa inakwambia hivi, kinachofuatia ni kifo. Sasa mwambie hivi, kwa kuwa kuna sauti hata kama inanuongea huku ndani, basi ielekeze kwenye kukiri haya ambayo Mungu amesema. Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Alafu utaona sauti zote ambazo ziko hasi kwenye maisha yako zinanyamazishwa kimya. Inabaki sauti ya Mungu ambayo inakupa uzima, ambayo inakupa baraka, ambayo inakupa tumaini. Sauti zingine zote ambazo zinaongea maisha yako kwamba hutafanikiwa zinanyamazishwa kimya. Alafu sauti inayotoka pale, una uzima, una tumaini, una maisha mazuri, una umilele, utafika mbali, una afya. Kwa kupigwa kwa Yesu wewe ni mzima. Hata kama unaumwa wewe ni mzima. Unaanza kukiri, unaona vya Mungu vinaanza kuongea ndani yako, kwa sababu kuna jina lipitalo kila jina. Unalo hilo jina. Hilo jina likiwa ndani yako, chochote kingine chenye jina. Maana amesema hivi, kila jina, anasema kila goti lipigwe na kila ulimi. Anasema jina hili linapita kila jina. Kuna vitu ambavyo majina yao ni majina ya kutisha. Mtu akisikia tu jina la tatizo fulani anatetemeka. Lakini nakwambia hivi, hakuna jina ambalo lina hadhi ya kumfikia Yesu Kristo, huyu aliyetujilia sisi na akamaliza kazi ya ukombozi. Mungu akamwadhimisha mno, na Biblia inasema kitu cha heshima sana, uhai wetu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Yaani huko uliko wewe, ulikohifadhiwa, sio mahali pa kawaida. Sasa katika mazingira hayo, usiishi maisha ya unyonge. Kwanza unatambua kiwango cha Kristo alichojitoa, akaja kwenye ngazi ya kutupata. Lakini alipomaliza, alivyopanda tena na mahali alipoketi. Na hapo sisi tumeketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Kwani usitembee kifua mbele, ukifahamu jinsi Yesu alivyojivua utukufu wake, akaja akatoa namna yetu sisi, alafu baadaye anavikwa tena utukufu wake. Alafu anasema kupitia yeye sisi ambao tumemwamini tunateswa pamoja na Kristo kama italazimu, lakini tuko tayari kufa pamoja na Kristo, lakini tutatukuzwa pamoja na yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Utukufu ule ule aliomba kwenye maombi hayo, Yohana sura 17, akasema utukufu ule ule ulionipa uwape. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema uwalinde kwa jina lako ulilonipa, uwalinde. Maana yake nini? Ukiwa na Yesu Kristo unalindwa kwa jina hilo linalopita majina yote. Kila jina linalojaribu kuleta hofu kwenye maisha yako linakutana na jina kuu zaidi lipo ndani yako tayari. Maana unalindwa kwa jina. Unajua watu wengi hawaelewi maana ya jina. Wanafikiri jina la Yesu ni yale maneno, zile herufi YESU. Hapana. Jina linazungumzia utambulisho.
linazungumzia heshima, linazungumzia hadhi, linazungumzia cheo chake. Kwa hiyo unalindwa kwa cheo cha Yesu Kristo, unalindwa kwa hadhi ya Yesu Kristo, unalindwa kwa utukufu wa Yesu Kristo, unalindwa kwa uwepo wa Yesu Kristo, unalindwa. Ndio maana ukisema kwa jina la Yesu, kila kitu kinajipanga kwenye maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Unajiuliza kwa nini Yesu agharimike kiasi hiki? Ni upendo tu, hamna kitu kingine. Kwa nini Yesu awe tayari kujivua utukufu wake, awe tayari kujiweka, aonekane kama aliyejifanya kuwa mtupu wa utukufu? Maana ndio tafsiri hiyo, kwamba amejifanya kuwa mtupu wa utukufu aliokuwa nao, ili aje kwenye ngazi ya kwetu atupate sisi. Kazi kubwa tulionayo sasa, ninapohitimisha, kwa kuwa Bwana alikuwa tayari kuvua utukufu wake na akavaa hali ya kwetu sisi ambao tumeokolewa. Naomba tuzingatie maneno haya katika Waefeso sura ile ya 4, anapozungumzia kuhusu kuvua na kuvaa. Biblia inatuonyesha kuna mambo ya kuvua, lakini kuna mambo ya kuvaa. Jambo la kuvua, anasema mstari wa 22 sura ya 4 ya Waefeso, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani. Utu wa zamani. Kila mtu naomba useme utu wa zamani. Kila mtu ana utu, lakini kuna utu wa zamani na kuna utu mpya. Kila mtu ana utu. Utu wa zamani ndiyo staili ya maisha ya mtu aliye nje ya Yesu Kristo. Alafu anasema huo utu wa zamani unaharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Ni utu unaomkokota mtu kuelekea kwenye uharibifu. Ule utu wa zamani unamburuza mwanadamu, anafanya dhambi si kwa sababu anapenda, lakini utu huo unapaswa kuvuliwa kabisa. Anasema mvue katika jina la Yesu. Vua utu wa zamani. Ukikuandama uambie hivi, nilishakuvua wewe, sio sehemu ya maisha yangu. Utu wa zamani. Na anauita una mwenendo wake pia, una tabia zake pia, ule utu wa zamani. Na anasema unaharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Mfanywe wapya. Baada ya kuvua utu wa zamani, tunafanywa wapya katika roho ya nia. Kule sasa anaenda kwenye nia ambayo ndio pale naita mtu wa ndani. Anasema hivi, roho ya nia zenu, mstari wa 24, mkavae utu mpya. Kila mtu sema utu mpya. Kwa hiyo wapendwa, sisi wote mtu anaweza kawa na utu wa zamani au utu mpya. Mtu yeyote, wa kike au wa kiume. Na mbele za Mungu, naomba hiyo sentensi uandike, itakusaidia sana. Mbele za Mungu, utambulisho wetu sahihi ni pale anapoangalia aina ya utu tulio nao, sio muonekano wa nje. Kwa nje unaweza kuwa umepiga suti, umepiga gauni ya gharama, piga na hereni na viatu na soksi na tai, uko smart na unaongea pia vizuri, una akili, umesoma, elimu imekaa vizuri, au hujasoma, vyovyote vile, hela ipo kwenye akaunti nyingi au kidogo, haina shida. Jamii inakutambua kwamba wewe ni mtu fulani kwenye hadhi yako fulani, na una jina pia ambalo linaweza kuandikwa kwenye kitambulisho cha kura, cha taifa, sijui cha wapi. Lakini utambulisho wa mbele za Mungu sio vitambulisho vya duniani hivyo, sio namna inayoonekana nje. Mungu atazami kama wanadamu watazamavyo. Kwa hiyo utambulisho wetu sisi mbele za Mungu ni aina ya utu tuliovaa. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi ujumbe huu ninavyohubiri saa hizi, ninaomba kama kuna dalili za utu wa kale zipo kwenye maisha yako, basi chukua hatua ya msingi sana ya kuvua siku ya leo. Kwa sababu
Ni aibu kuvaa utu wa kale, utu wa zamani, alafu Mungu anakuona hivyo. Kama ambavyo huwa hatupendi kutembea uchi, basi tusikae uchi kiroho, kwa sababu ni aibu. Utu wa zamani unachukiza. Utu wa zamani una mwenendo mchafu. Utu wa zamani una matamanio mabaya. Utu wa zamani ni mzigo, unalemea, unazuia mambo ya Mungu yasifanyike kwenye maisha yako. Lakini Biblia inasema utu mpya, mkavae utu mpya. Kila mmoja nisaidie kusema, ninavaa utu mpya. Sasa huu utu mpya kimsingi ndio utu wenye umri mkubwa zaidi ya utu wa zamani. Sio kama kuna mtu ananielewa. Maana anasema huu utu mpya uliumbwa kwa namna ya Mungu. Ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Huu utu mpya umri wake tunakwenda kuupatia wapi? Mwanzo 1:26. Mungu alisemaje? Na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Alikuwa anatumia lugha ya wingi kuonyesha Mungu katika nafsi yake ya utatu wa Mungu mmoja. Kwa hiyo utu wa zamani una umri mdogo kuliko utu mpya. Sio kama mtu ananielewa vizuri hapo. Sasa ila kuna mahali wanadamu utu mpya huu ambao sasa tunatakiwa kuuvaa uliwahi kupotezwa mahali fulani, utu wa zamani ukaingia. Kwa hiyo zamani inayozungumzwa ni zamani ya kuanzia Mwanzo sura ya 3 kuja mbele. Lakini utu mpya tunaotakiwa kuvaa tunaufuata kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Kwa sababu huo ndio utu ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Huu utu umeumbwa na Mungu. Huu ndio umeumbwa na Mungu. Huu wa zamani haujaumbwa na Mungu. Huu ambao tunatakiwa kuvua umekuja kuletwa, ni kitu kigeni, kitu kisichotakiwa, sio saizi yetu. Ni kitu cha aibu, hakitakiwi kuwepo. Kimejitokeza pale hapo katikati kuanzia sura ya 3 kuja mbele. Aliyeuleta sio Mungu. Utu mpya huu ambao sasa Yesu alipokuja anatupa fursa ya kuupata. Maana sasa kwa kuwa alitukuta tukiwa na utu wa zamani, ndio maana unaitwa utu mpya. Wapendwa, kuna mtu amenielewa vizuri? Inaeleweka au ninakuchanganya? Nani amechanganyikiwa? Hamna. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa Yesu Kristo wakati anashuka, kimsingi alikuwa anakuja kutuletea mchakato wa sisi kuvaa utu mpya ambao uliumbwa kwa namna ya Mungu. Sisi kwa asili tunamfanania Mungu. Na ameeleza hapa, umeumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Tuvae hivyo. Maana yake nini? Tunapaswa kujibidisha. Mwambie Yesu Kristo, wewe ambaye ulijivua utukufu ili tu mimi niwe na uwezo wa kuvua utu wa zamani na kuvaa utu mpya. Yani uwezo huo sio wa kibinadamu, unapewa na Yesu mwenyewe. Maana hata huo mchakato wa kujivua utukufu sio kitu cha kawaida, sio cha kibinadamu. Ndio maana Yesu pekee ndiye amefanya hivyo, na ni mtu pekee aliye ndani ya Yesu ana uwezo wa kuvua utu wa zamani akavaa utu mpya. Nje ya hapo hakuna mtu mwingine atakayefanikiwa. Hakuna dini itamfundisha mtu eti avue utu wa zamani alafu avae utu mpya. Hakuna. Lazima ukutane na Yesu ambaye mambo haya ya kuvua na kuvaa yeye ndo anaelewa. Kuvua utu wa zamani, kuvaa utu mpya. Kuvua utukufu, alafu anakuja akimaliza kazi anavaa tena utukufu wake, anakaa pamoja na Bwana milele akituombea, na bado anaandaa makao ambayo tutaishi pamoja naye. Na mule ndani ya makao hayo anaeleza Yohana 14, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kule ndani hawatakaa watu wenye utu wa zamani. Utu wa zamani hauwezi kaa kwenye zile barabara za dhahabu.
mji ulioandaliwa na Yesu mwenyewe, ameudesign mwenyewe, ni mtakatifu. Nuru yake sio umeme wa TANESCO, nuru yake Yesu mwenyewe. Nuru yake sio jua linalounguza, nuru yake Yesu mwenyewe. Anasema hapata kuwa na mchana wala usiku, maana Kristo ndiye nuru anayeangaza nyakati zote. Haleluya! Na kwa kuwa Bwana ameshafanya hayo yote, basi tumwambie, wewe ambaye una nguvu, jina lako lapita majina yote, karibu ndani yangu. Na mchakato ule wa utakaso ni endelevu, wa kusafishwa nia ili umfananie Kristo ni mambo endelevu. Nimefundisha vitu ambavyo ni vya muhimu sana 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 katika safari hii ya imani. Na sasa nataka tumwombe Mungu. Kumwambie Jehova, naomba unisaidie. Ni kitu cha ajabu sana. Unaona ndani ya kanisa kuna watu bado mambo ya zamani yanawatesa. Mtu anaweza kawa na hasira, anatukana, anapiga. Huyo hajaokoka, amejichomeka ndani ya kanisa. Huyo bado hajakutana na huyu Yesu Kristo huyu. Huyu anayejivua utukufu, unakutana naye. Muangalie Paulo, maisha yake. Mwangamizaji wa kanisa, ghafla kule kule Dameski alikoelekea kuliteketeza kanisa. Baada ya kukutana na Yesu, injili kaanzia huko huko. Mpaka wanashindwa kumwelewa. Hivi huyu sio yule alikuwa anatesa kanisa, imekuwaje ghafla amekuwa mhubiri? Kwa sababu alikutana na Mwokozi kwenye barabara kuelekea Dameski kule. Akabadilika kabisa. Anageuka kuwa mtengenezaji, mjenzi wa kanisa. Ndio aliyeandika nyaraka kama hizi. Hapa anavyoandika yuko gerezani. Wewe unafikiri ukiwa gerezani unaandikaje maneno matakatifu kiasi hiki? Piga picha tu kwamba umepigwa huko rumande pale. Si ndio lawama zinaanzia hapo? Kanisa gani hivi? Hawanioni, hawanitembelei huku. Mungu gani huyu? Nimeokoka miaka 60 yote hii mpaka leo na niko gerezani hapo. Si utaanza kulaumu pale? Lakini sio hao watu waliokutana na Jehova. Huo waliokutana na Bwana Yesu akiwa gerezani, anawaambia watu walioko uraiani, furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Yuko gerezani, amefungwa kwa ajili ya injili ya Yesu Kristo. Yaani amefungwa kwa sababu anahubiri injili. Sasa yuko gerezani kule, huku mtaani ndiye anawaambia hivi, iweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwamo ndani ya Kristo. Anasema furahini, ijalizeni furaha yangu. Maana furaha ninayo, ila ikamilisheni kwa kuona mnatenda yale ambayo yamekusudiwa na Bwana. Ni aina ya mtu amebadilika kabisa. Ndio picha ninayotaka nikupe hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Na sisi tubadilike moja kwa moja hivyo hivyo. Tusikae njia panda. Usije ukafika mahali umeshaanza kuvamiwa na utu wa zamani, alafu huko bado unasema kwenye safari ya mbinguni nawe umo. Hii safari njia ni nani? Njia ni nani? Njia ya kwenda mbinguni ni nani? Kweli ni nani? Uzima ni nani? Sasa hii njia yenyewe tunayoiendea, tunavyoenda hivyo, aina ya njia ndio huyu hapa. Sio kama kuna mtu ananielewa. Simama kama umenielewa. Na sasa hivi tunakuja kushiriki meza ya Bwana hapa. Naomba wazee mje tuandae mazingira haya. Meza ya Bwana sio desturi kwamba kuna mambo huwa yanafanyikaga tu. Meza ya Bwana ndio lugha ya kumwambia Yesu uliyeacha enzi na mamlaka, ulikufa msalabani tuokolewe. Naomba ujitoe sana kwa ajili ya huyu Mungu.